Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu katika Biblia. Basi tuko katika kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu. Tumefikia sura ya 26. Sura ya 26 tunakutana na neno linalosema au ahadi inayosema hivi. Mathayo 26 mstari kuanzia 38, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akawaambia Petro, je, hamkesha? Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, hapa tunakutana na hii habari. Hii habari ni aina yake kabisa. Hii habari inamhusu Yesu Kristo na wanafunzi wake. Siku ile ya mwisho, Yesu akiwa bustani ya Getsemane, anaomba pamoja na wanafunzi wake. Akiwa anaomba pamoja na wanafunzi wake, ilikuwa ni siku kwake ya huzuni, mashaka na wasiwasi mwingi, kwa sababu ya wakati wake ulikuwa umetimia. Ndipo anawaambia wanafunzi wake, roho yangu ina huzuni. Huzuni hapa maana yake ndo amefikia ukomo wa kuwaza kwake kwamba sasa itakuwaje. Kama mwanadamu wa kawaida ilimsumbua sana, lakini kama Mungu haikumsumbua. Anasema roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Basi akawaambia, kaeni hapa mkeshe pamoja nami mkiomba. Basi yeye akawaacha kidogo, akaenda akaanza kuomba. Akiwa anaomba pale, akamwambia baba yake, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Kikombe hiki kiniepuke. Maana yake anamwambia Baba, ikiwezekana nisipite msalabani, tafuta njia nyingine, sije nikapita hapa msalabani. Basi akaomba hivyo. Baadaye akarudi, akawakuta wanafunzi wake wamelala. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Hiyo ndio ahadi. Kesheni msije mkaingia majaribuni. Ahadi ni kwamba ukikesha hautaingia majaribuni, lakini mkilala mtaingia majaribuni. Majaribu hapa maana yake matatizo. Majaribu hapa anamaanisha msije mkaingia kwenye vita nilionayo mimi. Msije mkakumbwa na hii shida inayonikumba mimi. Ombeni ili hii shida isije ikawapata. Mpendwa mtazamaji wangu, hapa Yesu anataka kutufundisha kwamba kuomba ni kwa muhimu sana. Kuomba ni muhimu sana. Kwa hiyo kuomba kunazuia matatizo. Kuomba kunazuia majaribu. Usipoomba majaribu yatakupata. Usipoomba utakutana na matatizo. Kwa hiyo kuomba kunazuia matatizo. Yesu anamwambia Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Na wewe ukienda mbele za Mungu mwambie, Baba, nina tatizo hili, ikiwezekana liondoe hili tatizo lisinisumbue. Amen. Mpendwa mtazamaji wangu, kila mtu anaomba, lakini msisitizo hapa, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Yesu hapa anataka kusema kwamba ni vizuri kuomba kipindi kirefu. Ni vizuri kuomba hata walau saa moja. Wako watu wakienda kuomba, naomba dakika 2-3 tayari. Lakini kwambie ni vizuri kuomba kwa muda mrefu. Maombi ya muda mrefu yamewatoa watu
kwenye matatizo. Maombi ya muda mfupi inategemea unaomba nini, lakini kwambia kuomba kwa muda mrefu kunasaidia kuondoa matatizo. Yesu anasema, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Angalau saa moja. Yesu hapa anataka kusema sio lazima muombe saa moja, lakini unaweza kuomba angalau saa moja, lakini walau muombe zaidi ya hapo. Lakini akawapa kipimo cha angalau saa moja. Mpendwa mtazamaji wangu, kuomba kunaweza kukuvusha kwenye matatizo. Kuomba kunaweza kuondoa kwenye mtego wa Ibilisi. Mtego wa Ibilisi upo tu kila mara, maana yeye hapumziki, halali, hasinzii, muda wote yuko kazini. Lakini kitu gani kitakachokusaidia rafiki yangu? Ni kuomba. Kuomba sio kazi rahisi, lakini ukiimudu basi umetoboa. Ukiimudu umefanikiwa. Mungu akubariki. Tukutane kwenye kipindi kijacho, tuendelee kuangalia mambo mengine. Kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, barikiwe mno. Amen.